Halo, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya kifo cha mchepuko. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Baada ya kufanya safari ile sasa kwenda kisiwani Pemba, nilifika na kupata gari la kuelekea kule Chake Chake. Na saa 6 mchana tayari nilikuwa nimeshafika sehemu ambayo nilipangiwa kufika. Ni pembezoni kidogo na mji wa Chake Chake, mashariki ya Pemba. Basi, baada ya kufika pale mahali ambapo nimepangiwa, nilikwenda moja kwa moja kwenye shule ya sekondari ya Fidel Castro. Ni moja ya shule kubwa sana za sekondari nchini Tanzania. Shule ambayo viongozi wengi wakubwa na watu mashuhuri hapa nchini, hasa hapa kisiwani Pemba, walikuwa wamesoma kwenye shule hiyo ambayo nilipangiwa kuja kama mwalimu wa kompyuta, ikiwa kama kificho cha kazi yangu hii ya upelelezi, yani cover. Tukumbuke kwamba nimetumwa katika kisiwa hiki kuja kupeleleza kifo cha yule Abdul Kadri ambaye alifia katika nyumba ya kulala wageni. Sasa mimi nimekuja nikaalikwa, nikaambiwa nitaenda kufanya kazi kama mwalimu wa kompyuta kwenye shule hiyo ya sekondari. Lakini kazi yangu hasa ni upelelezi. Hiyo ili kufanya watu wasijue kama mimi ni mpelelezi. Basi nilipofika pale sasa, wakaniambia, asalamu alaykum mwalimu Eric. Alinisalimia mwalimu mkuu wa shule hiyo mara baada ya kuingia ofisini kwake kwa lengo la kuripoti. Nilishajulishwa kuhusu salamu za huku kisiwani Pemba ya kwamba salamu yoyote na kwa wenyeji ni asalamu alaykum. Na mimi nikaitikia, alaykum salam mwalimu. Niliitikia, hiyo ndo inapaswa iwe mtu mkubwa au mdogo, lazima umsalimie hivyo. Karibu sana mwalimu, naona umewahi kabla vifaa havijafika, alisema mwalimu huyo ambaye alinipa maelezo mafupi na ambaye alinipa maelezo na utaratibu wa pale shuleni na kisiwani kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na miiko na maadili kwa ujumla, huku akisisitiza sana kuhusu ukaribu na wanafunzi wa kike pamoja na wasichana wa huko mtaani, maana hilo swala lilikuwa ni baya kuliko swala lingine hapa kisiwani. Kwani yule mwalimu akaniuliza, umebahatika kuwa na mke? Aliniuliza mwalimu mkuu, na hapo nilicheka kidogo, maana aliachilia kuwa na mke. Ukweli ni kwamba nilikuwa sikuwa na mwanamke hata mmoja wala mchumba. Nikamwambia bado sijabahatika mwalimu, lakini nadhani nikirudi nitaoa. Nilisema kwa sauti ya kujiamini, maana kiukweli nilijiona bado mdogo kuwa na mke. Nikamwona mwalimu mkuu anatoa macho kwa mshangao. Unangoja nini kijana? Hebu ona, una taaluma nzuri ya ufundi wa kompyuta na network ambayo inakupatia kipato kikubwa, wakati wenzako wanaishi kwa kazi ngumu huku zenye ujira mdogo, lakini wametimiza ibada ya ndoa, alisema yule mwalimu ambaye kiukweli ni mzee wa makamo, aliyevalia barakashia kichwani kwake, huku chini amevalia shati refu ambalo hakuchomekea kwenye suruali yake, na miguuni alikuwa amevalia viatu vya wazi, yani sendo. Nikasema, unajua mwalimu, muda mwingi nilikuwa masomoni, hivyo sasa nimerudi na amini nitafanya hivyo. Nilijibu tu kwa lengo la kumtuliza mwalimu yule, ili maongezi yaishie na mimi niondoke zangu kwenda kule sehemu nilikopangiwa kufikia, japo nikapumzike na uchovu wa safari. Akasema ni vema, ila na hakika utaondoka na mke huku Pemba, alisema yule mwalimu mkuu, huku nikimwona anaacha kicheko cha furaha. Hapo nikajitabasamulia mwenyewe kidogo, maana nilikumbuka wale wasichana niliokuwa ninawaona kule njiani. Japo ni wazuri wa sura na rangi pia, lakini maumbo yao kwa kweli hayakunivutia. Mimi nikamuuliza, kwa nini mwalimu? Ina maana huku kuna wasichana wazuri kuliko sehemu nyingine? Niliuliza kwa sauti yenye udadisi, maana sikutaka kumfanya yule mwalimu anione mwenye dharau. Kwani uzuri wa mwanamke ni nini? Maana huku ndiko kwenye wake wenye maadili na hekima. Wanawake wacha Mungu. Hata kwa uzuri wa sura ni wazuri haswa, alisema mwalimu mkuu kwa sauti ya kusifu na kunadi. Na kisiwani hapa wavulana wenye maumbo kama yako ni wachache sana. Hakika utawavutia wengi sana. Hivyo inakubidi uwe makini sana, sababu huku Pemba hakuna mtu anayependa binti yake achezewe, na matokeo yake huwa mabaya sana, aliniambia tena mwalimu mkuu akinisisitiza. Baada ya hapo mwalimu mkuu akanielekeza kuwa kutokana na usalama kwa mdogo,
hasa kwa watu kutoka nje ya Pemba ambao mara nyingi kwa miaka hii ya uchaguzi inaonekana wanakuja kufanya hujuma kwenye uchaguzi. Kwa hiyo wameniombea nikae kwenye kambi moja hivi ya jeshi la ulinzi. Umeona, ambalo lipo jirani kabisa na shule ile ya sekondari. Kambi hiyo ilikuwa inaitwa Alhamisi Camp. Sikuwahi kupata historia ya bwana Alhamisi huyo alikuwa ni nani, ila ninachojua ni kwamba ilikuwa inaitwa hivyo, Alhamisi Camp. Basi nakumbuka wakati natoka pale shule ya mchanganyiko wa wanafunzi wa kike na wa kiume, niliweza kuona wanafunzi wa kike waliojitanda viremba kichwani mwao wakichungulia madirishani, huku wengi wao wakiwa ni wasichana wenye sura nzuri kweli kweli. Ukweli niliona wazi kuwa kuna ugumu sana kuishinda mitihani ya huku Pemba, lakini kwa kuzingatia nilichoelezwa na mwalimu mkuu, nikaachana nao na kuendelea na safari yangu, japo ilihitaji moyo mgumu sana kupotezea. Basi nikaenda pale jeshini ambapo palipakana tu na shule ile. Nikapokelewa na askari mwenye kuvalia sare za jeshi ulinzi, na bega la kulia alikuwa amevalia kitambaa cheupe chenye maandishi makubwa ya MP, yani military police. Basi alinipeleka moja kwa moja kwa afisa wa utawala wa kikosi kile, ambaye alionyesha tayari ana taarifa za ujio wangu kwa jinsi alivyonipokea. Oho, bwana Eric, karibu Pemba Pelemba. Alinikaribisha yule afisa wa utawala wa kambi ile kwa sauti iliyojaa uchangamfu na ucheshi ndani yake, ambaye alikuwa na nyota mbili pande zote za mabega yake. Tena alionekana ni kijana ambaye kama alinizidi umri basi mwaka mmoja au miwili hivi, au ataweza kwa labda nimemzidi mimi umri, maana tulikuwa kama tuko sawa, ambaye cheo chake kinaitwa Luten. Asante sana kamanda, kweli hii ni Pemba Pelemba, aliitikia kwa sauti ya ucheshi na uchangamfu wa yule. Basi naam, baada ya kusalimiana na afisa utawala yule ambaye kwa majina anaitwa Simon Malambo, tuliongea mawili matatu, kisha akampigia simu askari mmoja hivi aje mara moja pale ofisini kwake. Dakika chache baadaye tukiwa tunaendelea kuongea ili na lile, na kiasi kikubwa tulikuwa tunazungumzia juu ya mambo ya kompyuta, ikiwa ni kama taaluma yangu sasa. Mara akaja askari mmoja mwenye cheo cha koplo ambaye alipiga saluti, akasema, "Chumba kiko tayari?" Aliuliza yule afisa utawala mara baada ya kuitikia ile salamu ya kijeshi. Akasema, "Kipo tayari toka jana afande," alisema yule askari mwenye cheo cha koplo. Alimuelekeza yule afisa utawala wa kambi ile ya Alhamisi. Hapo yule afisa alimueleza yule askari mwenye V2 mbegani kuwa anipeleke sasa kwenye nyumba walioiita ya kijani. Akasema mpeleke greenhouse. Hakikisha unapeleka taarifa kule mess ili awe anapewa chai na chakula cha mchana, alisema yule afisa. Na kabla sijauliza kuhusu chakula cha jioni, yule afisa akanipa jibu, "Bwana Eric, kuhusu chakula cha jioni utakuwa unakula staring mess. Nadhani utakuwa unahitaji kwenda kurefresh akili kidogo mida ya jioni," alisema yule afisa. Na mimi nikaitikia, japo sikujua anamaanisha nini anaposema kurefresh, ila jioni ya siku ile nilielewa alichokuwa anamaanisha. Basi ilikuwa hivi, baada ya kupelekwa kwenye jengo moja dogo lenye bati za kijani, ile greenhouse iliyopo ndani ya kambi ile ile, tena upande ule ule karibu na shule ya Fidei Castro. Jengo hilo lilitazamana na barabara kubwa ya lami inayoenda vitongoji mbali. Ni kweli kilikuwa chumba kidogo lakini kizuri, chumba kilichokuwa na kila kitu mpaka bafu na choo ndani. Ukweli kilikamilika, ukiliachilia kitanda kimoja kidogo cha chuma, pia meza ndogo ya mbao na kochi moja dogo la kisasa aina ya sofa jipya kabisa. Hapo nikapata wazo la kuongeza baadhi ya vitu ambavyo vilipungua mle ndani, ikiwa ni pamoja na TV ndogo na deki yake, sababu niliona kuepusha kuingia kwenye vishawishi vya mabarabarani ya mitaa huko, bora wakati mwingine niwe najifungia ndani ya chumba hiki natazama filamu. Samahani bro, eti huko nako wanauza vifaa used kama Unguja? Nilimuuliza yule askari koplo, sababu nilishawahi kusikia kwamba vitu hivyo ni bei rahisi sana huko. Akasema tena huko unaweza kupata kitu kizuri utazani akijatumika kabisa. Umeona? Basi alisifia yule jamaa. Nikapanga jioni ile sasa niende chake. Nikafanya uchunguzi wa mambo mawili. Kwanza, sehemu ya kufanyia mazoezi ya basket, kwa sababu napenda sana basket, sababu sikutaka kusahau mazoezi. Pili, kuchunguza bei ya vifaa hivyo.
ambavyo vitanisaidia kwa kipindi ambacho nitakuwa huku Pemba. Sababu sikufikiria kukamilisha uchunguzi, sasa jini mimi nitalichunguzaje, wala sikuwaza kabisa kufanya kuchunguza mimi. Ukweli nilipanga kukaa miezi kadhaa, kisha nipeleke ripoti ya uongo, alafu nigeuze zangu kurudi da. Ila bro, kama unaenda Chake inabidi uwai kabla hawajafunga maduka. Alisisitiza yule afande kopro, na mimi nikachukulia kuwa ni msisitizo wa kawaida tu, sababu niliona bado muda mwingi sana. Ukweli nyumba hii ya kijani, yani greenhouse, ilikuwa imekaa sehemu nzuri sana. Ilikuwa inatazamana na makazi ya askari na familia zao, ikitenganishwa na barabara iliyokuwa na lami. Basi mimi nikaweka vizuri vitu vyangu pale, kila kitu nikaviweka vizuri pale ndani pamoja na laptop yangu ambayo huwa siiachi popote ninapokwenda. Kutokana na kuwa ni kifaa pekee cha kutunzia kumbukumbu nilichokuwa nacho, nikaweka vizuri vifaa vyangu vya kazi, ikiwemo pia bastola ndogo aina ya AGP 5.2 mm. Hii niliipata Russia, inaitwa automatic gun pistol yenye mzingo wa 5.2. Basi nikahifadhi na risasi zake zote, boksi 2, kamera ndogo ikiwa ni digital, kisu kidogo kikiwa ni automatic spring knife, ambavyo nilivihifadhi vizuri kabla sijafuatwa na kuambiwa kuwa natakiwa kwenda kula ndani ya mesi. Hapo nikajua kuwa wanajeshi wote siku zote hufanya mambo yao kwa ratiba iliyonyooka kabisa. Muda wa kula ni muda wa kula, na muda wa kazi ni muda wa kazi. Basi nikaelekea huko mesi ambapo nilikuwa na kula sasa pamoja na maafisa wa jeshi ambao walikuwa wengi kidogo, japo licha ya kuanza kuzoeana nao na kunifanya nipunguze uoga na upweke. Pia niliweza kuanza kusikia habari za hiyo sehemu inayoitwa steering mess, ambako niligundua kuwa kulikuwa na bwalo kubwa la jeshi huko mjini karibu na macho manne, yani wawi, ambapo wakati mwingine huwa kama baa kwa ajili ya askari wenyewe na raia ambao wanahitaji kupata vinywaji, sasa hasa vilevi ambavyo kwa kipindi hivyo vilikuwa vinapatikana hapo tu. Basi story zile za hapa na pale zilinivutia, maana nilisikia kuwa ni sehemu iliyochangamka na kufanana na starehe kama za Tanzania bara. Hapo nikapanga kuwa baadaye nikitoka mjini Chake nitapitia sehemu hiyo ili nikapate chakula cha jioni kama ilivyoelekezwa. Basi wakati tunakula nikamwona afisa utawala na yeye akija mle ndani. Akanieleza kuwa kama ningependa kwenda kutembea uwanja wa ndege, kuna gari lilikuwa linampeleka kiongozi fulani hivi uwanja wa ndege, hivyo naweza kupata lifti. Na mimi nikasema japo sitaenda huko uwanja wa ndege, ila nitapanda mpaka mjini nikatazame sehemu ya mazoezi na maduka ya vifaa used. Bahati nzuri na yeye afisa utawala akanieleza kuwa uwanja wa basketball upo upande wa hospitali pale. Ukifika tu pale nyuma utaona uwanja. Jioni kutakuwa na vijana wengi wanafanya mazoezi, alisema yule afisa, na kunieleza kuwa pale kambini kwao pia huwa wanafanyaga mazoezi siku za Jumanne na Ijumaa asubuhi. Basi nikaahidi kushiriki siku hizo. Basi baada ya hapo sasa, kwenye saa 10:15 ndio muda ambao nilishuka toka kwenye gari la jeshi pale Chake, lile gari ambalo lilikuwa linampeleka huyo kiongozi uwanja wa ndege. Mimi nikashuka pale Chake nikalitazama gari lile lilokuwa linaendelea na safari yake hiyo upande wa Madungu kuelekea uwanja wa ndege likitokomea zake, mimi nikiwa nimevalia t-shirt na jeans na raba. Nilisimama barabarani na kutazama kwa mshangao kushoto na kulia, pasipo kuelewa nini kimetokea hapa mjini, maana hakukuwa na dalili ya uwepo wa watu yeyote mida ile ya saa 10. Hapa mjini Chake inakuwaje? Kwa kifupi, usingeweza kuamini kuwa hapa ndio Chake mjini, ambapo masaa kadhaa yaliyopita nilipita mahali hapa na kukuta watu ni wengi kweli, lakini sasa palikuwa kimya kabisa. Hata magari machache yaliyokuwa yanakatiza kutokea macho manne au upande wa Madungu hayakuwa yakisimama pale Chake mjini. Lakini kwa mbali sana upande wa kuelekea upande wa Madungu nikaliona duka moja tu likiwa wazi. Basi kilichonionyesha kwa lipo wazi ni bidhaa na mtu mmoja aliyesimama nje. Hapo nilikuwa na wasiwasi, lakini nikaanza kutembea taratibu kuelekea ndani ya mtaa.
ambao kosa kuwa majengo ambayo yalikuwa mazuri tungeweza kusema magofu, maana hakukuwa na watu kabisa. Basi nikatembea taratibu kufuata barabara inayoingia ndani ya mtaa, nikizani kuwa labda pengine huko ndiko kwenye mji mkubwa na watu wengi zaidi. Hakukuwa na mtu wa kumuuliza. Mji ulikuwa mweupe na kimya kabisa. Lakini basi baada ya kuingia ndani kidogo, na licha ya kufuata barabara kubwa za mtaa, sikuona dalili ya mtu yeyote. Bora hata kule barabarani nilikuwa naona magari. Hapo nikapigwa na butwaa. Unajua, yani kwa kweli nilishangaa. Inawezekana vipi? Hivi kwa mfano unafika kama Kariakoo mida hii ya saa 10, unakuta upo peke yako au wanakimbia. Sasa mimi nikawa najiuliza, au watu wanakimbia majini? Ndivyo nilivyojiuliza. Huku natembea taratibu na songa mbele. Maduka na ofisi zote zilikuwa zimefungwa. Zaidi kilichonionyesha kuwa haya ni maduka, ni majina ya maduka yale kwenye viambaza au juu ya nguzo za milango yake. Naam, katika zunguka yangu sasa niliibukia sehemu moja ambayo ilikuwa inaonyesha ni sokoni. Tena soko kubwa. Hata hivyo nilikuta sehemu ile imeishafungwa na bidhaa zimefunikwa kwa vipande vya magunia au maturubai makubwa kwenye vibanda vyake. Kiasi cha kusimama kabisa, na nikasimama nikashangaa na kukodolea macho lile soko la Chake Chake. Hapo nikapata wazo la kuitafuta hospitali ili nikaone kama kutakuwa na watu wanafanya mazoezi ya basket kama nilivyoambiwa. Lakini ile nageuka kutazama mbele nilikokuwa naelekea, usawa wa macho mita 50 mbele, mama yangu jini. Nilijikuta nashtuka na kujisemea kwa sauti ya kunong'ona, mama yangu jini. Ni baada ya kumwona msichana mmoja mwenye urefu wa wastani hivi, ambao ungelingana kidogo na mimi, akiwa amevalia baibui jeusi lenye kudariziwa kwa nyuzi za rangi bluu na dhahabu. Sikujua ametokea wapi, na nilipomtazama vizuri nilibahatika kuona viatu vyake vya mikanda vyenye rangi ya dhahabu na visigino virefu vilivyoonekana kidogo kwenye miguu yake. Huku sehemu kubwa ya viatu ikifunikwa na baibui lake jeusi lililoshona kwa mtindo wa kipekee wa kisasa, likiukamata mwili wake vizuri na kumuonyesha vyema uumbaji wake alivyokuwa. Maana akiachilia lipsi zake pana na makalio makubwa, tofauti na wasichana wengi niliopata kuwaona hapo tangu nimeingia kwenye kisiwa hiki cha Pemba. Wengi hawana shepu kama hivyo. Msichana huyu mzuri ambaye alionekana uwazi kuwa ni chotara wa Kiarabu, alikuwa na sura nzuri kweli kweli. Japo alikuwa amefunika nywele zake kwa ushungi uliobana kwa pini fulani hivi za rangi ya dhahabu. Lakini niliweza kuhisi kuwa alikuwa na nywele ndefu zilizolala kwenye mgongo wake. Basi msichana huyu mrembo alikuwa anatembea taratibu kuja upande niliokuepo mimi sasa. Na ukweli ni kwamba hakukuwa na njia ya kuchepuka. Wala kukatiza. Upande wa kushoto kwangu kulikuwa na safu ya maduka, na kulia kwangu kulikuwa na soko. Dada huyu alitembea kwa mwendo wa madaha huku akinikazia macho, japo uso wake ulionyesha tabasamu. Kwa ufupi, tulikuwa wawili tu ndani ya eneo la soko kuu la Chake Chake. Na mbaya zaidi, mwanamke huyu niliweza kumfananisha na mwanamke ambaye nilisoma sifa zake kwenye maelezo ya mwanamke aliyeingia na Abdulkadri kwenye nyumba ya wageni na kisha kukutwa amekauka na kubadilika rangi. Maana baada ya kuambiwa sifa za huyo mwanamke jinsi alivyokuwa, nikimfananisha na huyu naona ni vile vile. Hapo sikujiuliza mara mbili, nikageuka mara moja na kutazama nilikotoka, kisha nikaanza kutembea kwa haraka kurudi nilikotoka. Moyoni nikajilaumu kwa kutokubeba bastola yangu, pengine ningeweza kulitisha lile jini kama ninavyoamini kuwa yule ni jini. Niliendelea mbele kwa mwendo wa kawaida, ila lile jini lisinishtukie kwamba nalikimbia lenyewe. Basi huku kila baada ya hatua kadhaa nikitazama nyuma kumtazama yule mwanamke kama ananikaribia au bado yuko mbali, ambaye nilimuona kama alikuwa anaongeza mwendo pia, sababu alikuwa anazidi kunisogelea. Kila nilipogeuka na kumtazama, hapo nikapata wazo la haraka kwamba nikipata njia yoyote inayochepuka nibadili njia, ili nione kama mwanamke huyu atakuwa ananifuata mimi au alikuwa na safari zake. Ili kama ananifuata mimi, ikiwezekana nichukue uamuzi mwingine wa kujiokoa. Na hakukuwa na njia nyingine ambayo sikuwa na uhakika kama itaniokoa, nayo ilikuwa ni kutimua mbio mpaka barabarani. Niliamini kuwa kule barabarani huyu jini asingeweza kunidhuru,
zaidi lingeyeyuka na kupotea zake. Basi niliendelea kutembea sasa nikiwa nimeongeza mwendo. Nilipopita hatua kama 10 mbele, niliweza kuona barabara moja upande wa kulia. Nikaifuata hiyo barabara nyembamba kidogo, ambayo niliamini kuwa inaenda kutokea barabara kuu, tena usawa lile duka. Maana upande huo nilitembea tena mita 30 mbele kwenye barabara nyembamba. Huku nikipita kichochoro vingine vingi tu. Basi ambazo hata sikuvifahamu vinaelekea wapi. Vinginevyo ningeifuata mojawapo, pengine ingekuwa ni msaada kwangu, lakini hatua 5 mbele nilipotizama nyuma, nikamwona yule mwanamke naye akikata kona kunifuata tena upande ule ule nilokuepo mimi. Hii kweli Pemba Pelemba. Nilijisemea kwa hofu. Kweli nilihisi miguu inakosa nguvu, lakini nikajua nikilegea tu nitakusha kweli. Nikaongeza mwendo haraka na kwambia mwisho wa barabara hii, ambao kulikuwa na kona fulani upande wa kushoto, ikionyesha barabara inaelekea barabara kuu sasa itokayo mkoani. Lakini nilipofika kwenye ile barabara, nikageuka nyuma kutazama yule mwanamke ninayemkimbia amefikia wapi. Hapo nikaduaa kwa mshangao baada ya kumuona yule mwanamke, wala sijamuona kabisa. Wala dalili ya uwepo wa yule mwanamke sikuiona, wala dalili ya kiumbe chochote eneo lile. Nikatazama kule nilikokuwa naelekea, na huku nazidi kutembea kwa spidi nikihofia isije kwa ile jini likaja kuibuka mbele yangu, sababu hata upande ule niliozania kwa naelekea barabara kuu sikuweza kuona mbele wala nini. Basi kutokana na majengo marefu ambayo yalijengwa na Waarabu kabla ya mapinduzi, pamoja na kona fupi ambazo zilinikinga nisione mwisho wa ile barabara nyembamba, lakini baada ya kutembea kama mita 70 mbele nikaweza kuona barabara, tena barabara kuu ambayo ilikuwa inaelekea mbele yangu kama mita 20 au 30 hivi toka nilipokuwepo. Hapo nikapunguza mwendo na kutabasamu kidogo, huku nikishusha pumzi nzito ya kusema afadhali. Maana nilikuwa na uhakika kwa ile barabara ipo mbele yangu, na kilichonipa uhakika na lile duka lililokuwa wazi, maana nililiona mbele yangu. Sasa nilikuwa natembea taratibu kwa kujiamini, huku nikiwa nalisogelea lile duka. Na nikiwa nimebakiza mita kama 10 au 20 kulifikia lile duka lililokuwa barabarani, ghafla nikamwona yule dada akiibuka toka kwenye uchochoro mmoja wa upande wa kushoto. Kweli nilitamani kukimbia au kupiga kelele, lakini nikamwona akigeuka na kutazama upande nao tokea mimi, huku sura yake ikiwa katika hali fulani vya tabasamu. Basi naomba tuishie hapo kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Kifo cha Mchepuko, ili tuweze kujua ni nini kitaendelea au nini kitamtokea kijana huyu mpelelezi ambaye amekuja rasmi Pemba kwa ajili ya kufanya upelelezi wa kifo cha kijana Abdulkadri aliyekufa katika nyumba ya kulala wageni. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho, na kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, ninakukumbusha bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe katika simu yako, na kisha itatokea kengele. Bonyeza na hiyo kengele. Hiyo itakuwezesha wewe kupata notification au kupata taarifa pindi tutakapoleta video nyingine. Lakini kama ulishawahi kusubscribe, basi usirudie tena. Asante, kwa heri.